za wahandisi na wakandarasi ambao wako hapa katika eneo hili la 88 ya Mwanza. Hivyo basi nipende kutoa rai kwa wanamwanza wote, wana Magu, wana Ilemela, wana Sengerema, wana Kwimba, Misungwi pamoja na Nyamagana wakapate kuja katika eneo hili waweze kupata elimu mbalimbali ya ukandarasi na uchimbaji. Tunaona kuna vyombo mengi yametuzunguka hapa. Nimepita kwenye mabanda yote, nimeweza kujifunza ni kwa namna gani fursa hii ni kubwa na ipo wazi kwa Watanzania wote kwa ujumla. Hivyo basi, kwa niaba ya Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, nipende kualika wanamwanza wote popote walipo, popote watakaposikia wito huu, waweze kujiongea katika maeneo haya, kwa sababu ninafahamu kuwa zoezi hili litahitimishwa siku ya Jumapili. Hivyo basi hawajachelewa, waweze kufika kujifunza. Mikopo ipo, nimeshuhudia wakandarasi wengi wanatoa mikopo kwa ajili ya vijana wanaohitaji kupata hizi skaveta. Nimepita kwenye mabanda yale, kwa hiyo watakapopita katika eneo hili watajifunza zaidi na kuweza kupata mitaji ya kuweza kufanya shughuli zao. Kwa hiyo katika mkoa wetu wa Mwanza tunajua kuna wakandarasi mbalimbali, yamkini hawajajua haya maonyesho yameanza lini na yanahusu nini. Kwa hiyo watakaposikia sauti hii na watakaposikia matangazo haya kwenye vyombo mbalimbali vya habari waweze kujiongea kwenye maeneo haya. Vipeperushi vipo, wakandarasi wana ID zao wanaweza kuwapatia kwa ajili ya kuwawezesha vijana wa Tanzania ili waweze kufikia malengo yao. Na tunatambua ni kwa namna gani Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan amejikita kwa vijana kuwawezesha kuwa waweze kupata shughuli za kufanya. Kwa hiyo wanapopata hii fursa wasikalie vibaya. Viongozi tunapenda kusema fursa inakuja mara moja tu. Kwa hiyo wanapopata fursa hii waweze kuitumia wakafanye malengo yao. Nimepita kwenye banda la VETA pale, pia kuna wajasiriamali out of contractors, lakini wajasiriamali mbalimbali nimewaona hapa. Nimeona vijana wamepata ufadhili kwa ajili ya kujifunza uchomeleaji. Wachomeleaji oye! Kwa hiyo kwa mafunzo hayo walioyapata vijana wetu hawa, mmesikia wamepiga makofi na wenyewe wamefurahi kwa kweli. Serikali hii inawawezesha na wenyewe wamejituma kujifunza. Takribani miezi mitatu, wameniambia kuwa wamebakiza wiki 2 tu waingie field. Kwa hiyo nimewatia moyo vijana wetu wa Mwanza wapate kujua wapate kujua kuwa serikali yao ipo bega kwa bega na vijana. Vijana oye! Kama nilivyozungumza na ninyi, msiwaze kuhusu mikopo. Serikali ya awamu ya 6 inatoa mikopo 10% kwa ajili ya vijana. Kwa hiyo unapopata mafunzo haya, utakapoenda katika mazingira yako, kwenye maeneo yako, utatafuta halmashauri ambayo ipo katika maeneo yako, kwa sababu wengi wanaopata mafunzo ni wa mkoa wa Mwanza kwa ujumla. Na katika mkoa wetu wa Mwanza ina wilaya 7 na wilaya zote zina halmashauri 8. Hivyo basi msisite kwenda kwenye halmashauri zenu kwa ajili ya kwenda kuulizia mikopo hii ya vijana. Mtaweza kupatiwa mikopo hiyo ili muweze kufanya biashara zenu vizuri na mkiwa na amani tele na mkijivunia kukaa katika nchi ya Tanzania. Tumpigie makofi Mheshimiwa Rais. Sisi tunayo furaha kubwa sana, na kwa ufupi kabisa bila kupoteza muda, maonyesho yetu hayasubiri mwaka ujao. Sio, mmesikia vizuri? Maonyesho yetu hayasubiri mwaka ujao. Huu ni mwezi wa 2, tuko Mwanza. Mwezi wa 3 tutakuwa Arusha. Mwezi wa 4 Geita, mwezi wa 4 tutakuwa Geita. Wa 5 Simiu. Mwezi wa 7 tutakuwa Chunya. Mwezi wa 8 Nyamongo. Mwezi wa 9 Geita kwenye maonyesho ya dhahabu. Alafu mwezi wa 10 tutakuwa Dar es Salaam. Mwezi wa 11 Dodoma, na mwisho kabisa Disemba tutakuwa Zanzibar. Maonyesho yetu sisi hayasubiri mpaka mwaka unaofuata. Kwa hiyo yoyote ambaye anakusudia kuandamana na sisi hatapoteza. Tuna shuhuda nyingi kwa makampuni haya yanauza matraki, excavator. Shuhuda hizo tunazo,
na tunaogopa kuzisema kwa sababu hatujapewa idhini na makampuni husika tuwasemee, lakini ushuhuda upo. Hayauzwi magari mawili, hayauzwi excavator moja, ushuhuda upo. Kwa hiyo wao unaandamana na sisi Mart Builders Contractors Global Expo, hautapoteza, hautajutia. Naomba niwakaribishe tena, tukutane siku nyingine kwenye maonyesho kama haya sehemu nyingine. Natoa shukrani VETA kutuunga mkono, ambapo wanatengeneza vijana wahandisi itakaosaidia katika kununua migodi yetu inayoanza kama Sota Mining, Geita Gold Mine na migodi mingine ndani ya mkoa wa Mwanza na majirani. Mwanza ni kama vile hub ya uwekezaji kwa Afrika Mashariki. Kwa hiyo ni sehemu sahihi kuleta matukio kama haya kwa ajili ya kutoa elimu kwa vijana kuweza kupata ajira endelevu na wakandarasi kuweza kupata vifaa tija vya ujenzi na kuendeleza wahandisi katika sekta husika ujenzi pamoja na masuala ya uchimbaji madini kwa kupitia mitambo na kuwaunganisha na mabenki kama NMB na mabenki mengine ambao ni partners wetu kuweza kuwapa asset financing. Lakini NIC, National Insurance Corporation, wameweza pia kuwapa insurance ya uhakika kwa sababu wako ISO certified, na pamoja na Postal Corporation. Hizi ni taasisi za serikali zinazoweza kusaidia usafirishaji kwa haraka na kwa bei nafuu na kwa uhakika kwa wakandarasi wetu na wahandisi wetu. Tumeshuhudia kama mwenyekiti alivyosema kwamba wahandisi na wakandarasi, hii ni industrial area, kama tunaelekea Magu, ni mtaa wa viwanda. Kwa hiyo tumeweza kuwafurahisha kuleta hii mitambo. Hawajai kuona excavator inaletwa Mwanza kwenye maonesho, hawajai kuona trucks zinakuja kwenye maonesho, na zote hizi zimetoka China, zingine zimetoka nje, zimekuwa cleared wiki iliyopita kwa ajili ya onesho hili. Ikitoka nadhani unaona Leobed imebeba hiyo, inaelekea Geita ikimaliza maonesho haya kwa ajili ya maandalizi ya Aprili, maonesho ya wahandisi, ambapo tutaapisha zaidi ya wahandisi 500 wa TEMESA, wa TANROADS na wengine wa migodi. Kila mwaka tunawaapisha. Mwaka juzi tumeapisha 200, mwaka jana ilikuwa 102, mwaka huu wameregister zaidi ya 500 kwa kushirikiana na bodi ya usajili wa wahandisi ERB. Lakini kwenye hitimisho tutakuwa na mwenyekiti wa wakandarasi kanda ya Ziwa na msajili wa wakandarasi kanda ya Ziwa. Ni kitu kigumu sana kuonana na hawa watu, kwa hiyo ni fursa nzuri wakandarasi waweze kusogea kwa ajili ya kuweza kuonana na huyu mwenyekiti na kuelezea kero zao ndani ya ukandarasi. Tunashukuru.